Ni muda mrefu sana kabisa. Kama zinakaa zinaondoka, fight hizi zinakaa zinaondoka. Hatimaye Double King Derby tunaenda kumuona mfalme wa ringi. Maandalizi yakoje? Watu wategemea kumuona Choki yule yule wa Dubai, Choki wa Nasibu Ramadhani, ama kuna Choki mwingine amepatikana? Kwanza namshukuru Mungu kwa kupata nafasi hii. Pia ningependa kuwashukuru wadhamini walioandaa hii event Meja Semunyo na Peak Time na kiujumla timu yao. Maandalizi yapo vizuri mpaka sasa hivi, kwa sababu kila siku mimi najiandaa, na nilipopokea hii mechi nimefurahi kwa sababu kuna muda mwingine mbele wa kujiandaa vizuri, kuongeza vitu vizuri zaidi. Kwa mimi naamini tutafanya vizuri siku ya tarehe 24. Watanzania wategemee vitu vizuri tu kutoka kwangu, kama siku zote wanavyoniamini, basi kikubwa wanazidi kuniamini na waweze kuniunga mkono. Siku ya tarehe 24 nitafanya vizuri sana kwenye Boxing Derby. Sababu ya kime chako ni nini Choki? Kimya changu kinakuwa sometime inakuwa ndio hivyo, zinakuja fight, zinakuwa kidogo hazina maslahi, zinakuja fight sometimes, zinakuwa watu wakisikia bwana wanacheza na mtu fulani, watu wanakataa njiani. Kwa hiyo sio kama labda inanishusha au inakuwa vipi, kwa sababu kiasi mimi na train, mimi naamini kimya kingi kina mshindo mkubwa. Kwa hiyo naamini siku ya tarehe 24 tutafanya vizuri na ataona utofauti mkubwa kwa Juma Choki wa mashabiki wa ngumi hapa Tanzania. Choki, kwenye fight zako kuwa na uwezo wa kufanya vitu viwili kwa ukubwa wake, nguvu kutumia, lakini pia skills. Fight hii tutegemee skills zaidi ama utachanganya ama utatumia nguvu zaidi ili kumaliza pambano mapema? Utarajie nini kwenye upande wa inategemea na opponent unaokutana naye yupo vipi. Kwa hiyo mimi nitaangalia mpinzani wangu atavyokuja na jinsi nitavyompokea hivyo, kwa sababu mimi nakuwa na balance kote, na balance kwenye nguvu, na balance kwenye natumia nguvu, natumia akili, natumia technique, natumia vitu vingi. Kwa hiyo siwezi kubalance kwa sehemu moja niseme labda nitumie nguvu mechi hii au nitumie skills nyingi amna. Kwa mimi naamini opponent wangu atavyokuja na mimi ndo nitampokea hivyo atavyokuja. Kwa kikubwa tuombe Mungu siku ya tarehe 24 Mungu atupe uhai na uzima tuweze kufanya vizuri. Yani kwa mimi naamini kwamba mwenyewe ninaamu, yani kwamba kitambo sijaingia ulingoni, kwa mimi nina uchu yani kucheza ulingoni. Kwa mimi naamini Watanzania wategemee vitu vizuri kutoka kwangu kama alivyonizoea, na zaidi wataviona vitu vingi zaidi na zaidi. Kwa kikubwa kuomba tuweze kufika tu siku ya tarehe 24 mwezi wa 7 tuweze kufanya vizuri. Mpinzani wako unampa onyo gani ama unampa tahadhari gani anapokuja kuface katika kipindi hicho? Umesema una uchu. Yani kwamba kitu cha kumwambia opponent wangu kwamba aweze kujiandaa vizuri, bali kwanza tuweze kuonesha tukio zuri, yani kwamba yani vizuri kwamba mimi na yeye, yani ili tukio tumegiwa mimi na yeye. Kwa vizuri sana mimi na yeye aweze kujiandaa vizuri na mimi niweze kujiandaa vizuri, kwa siku hiyo tuweze kuonesha Tanzania mchezo mzuri na mchezo uko wenye discipline ndani ya ulingo na mwisho wa ulingo, na tuweze kuonesha tukio liko bora, kwa sababu hapa katikati tunaona matukio yaliyotokea kidogo yuko kwa wapenzi wa ngumi kidogo wamekuwa kama wametuona sisi mchezo wetu umekuwa kama ukishakuwa wa kiuni, yani kwamba mbona ngumi sasa hivi hatuzielewi, imekuaje, mbona tunaona hivi hatuvielewi. Kwa mimi naomba mpinzani wangu aweze kufanya mazoezi vizuri na tuweze kuonesha tukio liko bora, hata kama akishinda yeye nikishinda mimi, lakini iwe mtu aweze kusema kweli pale sisi tumeangalia kweli ngumi kwa wale wa Tanzania wawili. Sio tusione ngumi tukiona labda kaja bondia wa kigeni na hapa nyumbani tunaona zile ngumi kali. Tuone sisi wenyewe ndani kwanza ndio tuweze kuitangaza box yetu iweze kufika mbali zaidi. Kwa mimi naomba mpinzani wangu aweze kufanya mazoezi vizuri na mimi niweze kujiandaa vizuri, tuweze kuonesha tukio liko bora. Mimi naamini tukio hili litakuwa bora sana. Hapo Choki umezungumza kwa sana mpinzani kwa ngumi kupoteza mvuto. Umejifunza nini kipindi ambacho uko nje unaangalia hizo ngumi? Watu wanalilia namba moja wa Tanzania, mwingine namba moja Afrika, lakini pia wengine wanaleta mabondia ndizi, kila mmoja anazungumza. Lakini nini umejifunza? Tumejifunza vitu vingi. Tumejifunza kwamba tunatakiwa tujiandae kwanza, tujiamilishe kwanza sisi wenyewe, kwamba tusiangalie kwamba tunacheza nyumbani afu badi tuwe labda tuchukulie poa. Kwa kikubwa tuweze kujiandaa vizuri, na tukijua fighting kwamba tujue tunagiwa hii tumegiwa fight, kwa tuachane na vitu vyote, tufanye kweli kazi hiyo tufanya tuweze kujulikana mpaka sasa hivi, kwa sababu mimi boxing ndo kazi yangu, sina kazi aina yoyote, ushaona. Kwa hiyo mimi nitavopata kazi kama hivi, kwa sababu hii ndo kama kazi yangu. Nikishapata kazi kama hii, kwa lazima nifanye kweli kazi yangu imadi hata siku moja, kwa sababu nikishacheza fight hii, kama nikifanya vizuri fight itakuja itanipa thamani kubwa, thamani itanipa mafanikio
kupata mafanikio, kupata thamani na mashabiki kuongezeka na ranki yangu ya kimichezo kuongezeka zaidi kwenda juu. Kwa mimi naamini tufanye hivyo mabondia, kwamba tukipewa mechi sio tuchukulie kwa sababu tunacheza nyumbani basi ndio tutulie, yani kwamba tujue bana tucheza nyumbani vyovyote tukicheza tutapata tu ushindi. Hapana, inabidi tujitoe sana, kwa sababu mwisho siku tunaweza tukapata event za kimataifa afu tukawa tunaonesha uwezo yani mdogo sana, yani kwamba mwisho siku unaweza kwenda nje ukaonesha yani uwezo wako mdogo kama unaonekana hata nyumbani, inabidi uweze ujifunze sana. Kwa hiyo kikubwa ndio hivyo, tuko na boxer zangu. Shukrani sana.